Tarehe 27 Oktoba mwaka 1963 katika kijiji cha Mapera, kata ya Maguu, wilaya ya Mbinga, mkoani Ruvuma, alizaliwa Joseph Canisius Ndunguru. Kijana huyu mdogo alionyesha shauku ya maarifa na baadaye akajipatia hadhi ya profesa katika bioteknolojia ya mimea, akibobea katika tafiti za magonjwa ya mimea, usalama wa chakula na teknolojia ya sayansi. Dr. Joseph Ndunguru ni mkuu wa kituo cha utafiti wa kilimo Mikocheni, Dar es Salaam. Na leo hii tulikuwa tunapokea ugeni ambao unahusisha Mheshimiwa Balozi wa Holland. Kabla ya kujiunga na TPHPA, Profesa Ndunguru aliwahi kuwa mkurugenzi wa utafiti wa TARI makao makuu, akiongoza miradi mikubwa ya kitaifa na kimataifa katika utafiti wa mimea na bioteknolojia, akisaidia kutatua changamoto za wakulima na kuongeza tija katika kilimo nchini. Tarehe 21 Februari mwaka 2023 aliripoti rasmi katika Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA baada ya kuchaguliwa na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe kuwa kaimu mkurugenzi mkuu baada ya miezi michache. Tarehe 21 Oktoba mwaka 2023, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alimteua rasmi kuwa mkurugenzi mkuu wa TPHPA. Chini ya uongozi wake, mamlaka imeimarika kikamilifu katika kulinda afya ya mimea, kudhibiti viuatilifu na kufungua masoko ya kimataifa ya mazao ya kilimo. Tangu ajiunge na TPHPA, Profesa Ndunguru amefanikisha vipindi muhimu vya maendeleo. Mwaka 2023 aliongoza mageuzi ya ndani ya mamlaka, akiboresha miundombinu ya maabara, mafunzo ya wakaguzi na mifumo ya kidijitali ya udhibiti wa viuatilifu. Mwaka 2024 ulikuwa mwaka wa mafanikio makubwa zaidi wa TPHPA. Mamlaka ilipanua ushirikiano wa kimataifa, kushirikiana na mashirika zaidi ya nchi 10 na kutekeleza operesheni kubwa za kudhibiti visumbufu vya mimea katika mikoa zaidi ya 12 nchini. Tarehe 28 Agosti mwaka 2024, katika hafla ya kitaifa iliyofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alitunuku TPHPA tuzo ya mshindi wa kwanza kitaifa kwa kutambua mchango wake mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi. Aidha, tarehe 11 Juni mwaka 2024, katika hafla nyingine iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alikabidhi tuzo maalum kwa TPHPA kufuatia hatua ya mamlaka hiyo kutoa gawio la shilingi bilioni 3,733,835,192, ishara ya usimamizi madhubuti wa rasilimali na uwajibikaji wa kiuchumi. Mwaka 2025 mamlaka ilifikia kilele cha mafanikio kwa kusaini mikataba ya ushirikiano na taasisi kama KEMI ya Sweden na NACSI ya Nigeria, kuanzisha teknolojia ya portable DNA sequencer kwa ajili ya kugundua visumbufu vya mimea, kupokea ndege mpya ya kunyunyizia viuatilifu ya bilioni 6 na kushirikiana na Chuo Kikuu Shirikishi cha Mkwawa MUCE katika tafiti za pamoja. Mbali na taaluma na uongozi, Profesa Ndunguru anajulikana kwa moyo wa huruma, utendaji wa kijamii. Amekuwa mfadhili wa kwaya na miradi ya kidini, akifadhili michezo na timu za vijana na kusaidia jamii kupitia dawa za asili anazozitafiti. Kwa majina naitwa Jonas Alois Ngowi, ni mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Rita wa Kashia, Muriet Arusha, parokia Mtakatifu Yuda Tadei. Baba yetu Profesa Joseph Ndunguru ni miongoni mwa wafadhili na wadhamini wa kwaya hii ya Mtakatifu Rita wa Kashia,
toka muda mrefu, ambako mwaka jana tulikuwa naye katika kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Ilikuwa ni siku ya Jumapili na alikuja parokiani kwetu kutoa shukrani. Aliweza kuamsha imani za waumini wengi, na toka amekuwa katika kwaya hii tumekuwa na mabadiliko makubwa sana, si ya kiroho tu, ya kimwili, kiuchumi. Upendo umeongezeka, ushirikiano, watu wanapambana. Kwa hiyo amekuwa ni chachu ya watu kupambana, kufanya kazi na kuamini kuwa sehemu ya kiongozi kwenye serikali au kwa ngazi yote ya kijamii haimaanishi uwe mbali na kanisa. Kwa tumejifunza mambo mengi sana kwa Profesa Ndunguru, kwamba kupitia kazi zake amekuwa akibarikiwa pia kupitia kwa yetu. Zipo pia kwa rafiki, kwa watakatifu wote, kwa kutoka katika kanisa la Vicente wa Paloti ni marafiki zetu pia, na amekuwa akiwashirikisha shughuli mbalimbali ambazo ni za kanisa lakini hata za kijamii. Iko miradi mingi ambayo anatufadhili tunaendelea kuifanya, na mingine ambao wanaendelea kupambana kutafuta wafadhili tuweze kufanikiwa kwa pamoja. Mbali na hapo, kuna watoto katika kwaya yetu ambao amekuwa akiwafadhili kwa namna mbalimbali. Ameonea madaftari, vitabu, sare za kuimba. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa upendo wake na ukarimu wetu. Ukarimu wake kwetu unatusaidia sana katika kanisa letu. Kwa majina naitwa Juma Muhammad Salum na Mpepe kutoka Kilambo, mkoa wa Mtwara. Ni kapteni wa timu ya bodaboda inayotokea hapo Kilambo. Tunamshukuru mkurugenzi Joseph Ndunguru, mkuu wa TPHPA, kwa kutuletea hizi jezi na vifaa vya michezo kwa jumla, sababu tulikuwa na uhaba wa hivi vifaa. Kwa hiyo tumemwomba, siku ile alikuja kufanya ziara yake huko Kilambo. Kwa hiyo tukamwelekeza kila kitu kuhusiana na sisi, changamoto yetu tunayotukabili kwenye michezo. Tukamweleza, akawa ametuelewa na akatupa muda kidogo tumfuatilie, na kweli watu kufuatilia akaweza kutupatia vifaa. Siku alikuja tumekabidhiwa mbele ya mashahidi wote, na sisi watu wote walikuwepo wameona tumekabidhiwa hivi vifaa. Kwa hiyo tunamshukuru na tunamtakia kila laheri katika kazi zake. Amejikita katika kusaidia wanafunzi wenye uhitaji, akiwasaidia kufanikisha ndoto zao za kitaaluma. Kazini anajulikana kwa mahusiano bora na wafanyakazi, hasa wale wa kada za chini, akiwaheshimu na kuwajali kama sehemu muhimu ya mafanikio ya TPHPA. Naitwa Lilian Muyaga, ni kaimu meneja mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu kanda ya Kusini. Mara nyingi nimejifunza kitu kikubwa ambacho nimejifunza katika uongozi wa profesa, ukiachilia kuongoza labda taasisi na majukumu mengine, anatusisitizia sana upendo katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Hakika hicho ni kitu ambacho nimekichukua na nitaendelea kukitumia popote ambapo nitakuwa. Kwa jina mimi naitwa Renalda Wazaili Ntundu, ni mwandishi mwendesha ofisi katika ofisi ya mkurugenzi mkuu. Profesa Ndunguru ni kiongozi wa mfano. Kwa kweli kwa namna ya pekee hapa tunajivunia kuwa naye. Chini ya uongozi wake ametujengea umoja, uadilifu na heshima, na ni mtu mwenye maono ya kuleta mageuzi katika mamlaka yetu. Anapenda kila mtumishi awe na furaha. Amegeuza changamoto za baadhi ya sisi kuwa furaha. Katika uwajibikaji kwenye majukumu yake, anachotaka yeye, anapenda utekelezaji wa majukumu ya haraka, na katika kutekeleza huko anataka kuwe na matokeo mazuri, ambapo mengi tumeyaona katika uongozi wake, na tumeionea jinsi ambavyo mamlaka yetu imepiga hatua katika uongozi wake. Na hata mkifika ofisini kwake mtakuta tuzo nyingi ambazo amezipata kupitia yeye, zimetutangaza vyema sisi mamlaka. Tunamshukuru sana. Tunamshukuru pia kwa sababu ameweza kushirikiana na management yake, ambapo haya mafanikio yote ni uongozi wao uliothabiti. Tarehe 27 Oktoba mwaka 2025, Profesa Joseph Canisius Ndunguru anatimiza miaka 62 ya maisha yake yenye alama ya elimu, uongozi, huduma na utu. Ni miaka 62 ya kutimiza majukumu kwa taifa, kuendeleza kilimo, kulinda afya ya mimea na kuibua matumaini kwa jamii. Hongera Profesa Ndunguru kwa mafanikio, hekima na moyo wa ukarimu. TPHPA
Twende tukailishe dunia.